Evans. Yes. Klabu ama ilikuwa inamhitaji zaidi Aucho kwenye mechi hii, yani kwa sababu hata msamaha umekuwa ni wa haraka zaidi, ama wameketi tu wakaona yani kwa hali yetu hii tunamhitaji sana. Yani kwenye mechi hii inabidi Aucho awepo, ama ni unaona ni Dar es Salaam tu. Dar es Salaam tu na kukurupuka. Kwani kipindi wanatoa taarifa walikuwa wajua kama kuna mechi ya Yanga? Yani kipindi wanafikia ya maamuzi hawakuwa na ratiba kwamba wana mechi na Young Africans. Yani mimi naamini ni watu wanafanya tu vitu kwa miamko. Ukiangalia hali ya Aucho, utovu wa nidhamu, au ni baada ya mechi ya Yanga tu wanarudi kwenye adhabu. Sasa hivi ndo kasamehewa kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho walikuwa wanaweza kukifanya mapema kabisa kabla hata kufika huko walikofika. Kwa hiyo mimi nahisi labda inaweza ikawa ni hofu ya mechi dhidi ya Young Africans. Ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Black Stars. Kwa hiyo huu msamaha inawezekana ni kwa sababu kuelekea mechi hiyo wanahitaji kitu bora kiwanjani kutoka kwake, lakini kama club ilitakiwa kuonyesha mfano. Ndio. Kwamba haya matukio ya kinidhamu inabidi watu wa deal nayo. Yaani sehemu yoyote ile nidhamu ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu mtu akuepo kazini, hakuna taarifa. Yes. Lakini mchezaji akijitafakari tu watu wameona fresh. Itatengeneza mazingira ya mtu mwingine pia akiwa anaona hayo mazingira, naamini nikipenya nikikaa wiki mbili hapa nikija nikiomba msamaha nitasamehewa, nitarudi kwenye timu. Inabidi uwe mfano. Hiyo adhabu ambayo amepewa itumikie, kwa sababu hiyo miezi mitatu tunazungumza sisi ni ligi imeisha. Yaani huyu mtu atakuwa kiwanjani, ni ligi imemalizika. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu kidogo ambavyo vinachanganya. Mimi sitaki kuamini kwamba ni msamaha unatoka ndani. Naamini ni kwa sababu ya mechi iliyoko mbele yao. Wanaona kabisa kuna namna wanahitaji kuwa na timu ambayo inaweza kuleta ushindani. Na kama kweli atapata nafasi ya kucheza mchezo wa leo, ategemea kuona performance nzuri kutoka kwake. Kuonyesha kwamba nilichokiombea msamaha na kimaanisha, naipenda kazi yangu na nataka nionyeshe kiwanjani. Kwa kwangu mimi nasubiri kuona huo msamaha unafanya kazi kiasi gani. Ashrafu, kwa namna ambavyo timu yao ilikuwa inacheza, ilikuwa inamhitaji bado Khalid kwa namna yoyote ile. Singida ukiwaangalia wanavyocheza, umekuwa ukizungumza tangu kocha ameondoka kama kuna vitu viko sawa, lakini je, wachezaji wenyewe unaona kabisa kuna uhitaji wa Aucho, na pengine huo msamaha umekuja wakati muafaka kabisa wakiwa na mechi muhimu leo. Singida wana msimamo. Hawana msimamo? Singida wana msimamo, na nitakwambia ni kwa nini. Kwanza ni kweli kulikuwa na pengo la Khalid Aucho, na mara nyingi nimekuwa nikizungumza kwamba tangia dirisha dogo Gamondi aondoke, Chama aondoke, Kibabagi aondoke, wale waliondoka dirisha kubwa lilopita kina Asabada aondoke, timu bado ina changamoto kwenye eneo la kiungo. Na kipindi ambacho Aucho alikuwepo, kwa maana alikuwa anapata nafasi ya kucheza, yeye ndio alikuwa na adabu na Khalid Diego, Nzeni namba 10 alikuwa anacheza Chama. Kwa hiyo tangia ameondoka kwenye eneo la kiungo bado ile control eneo la midfield bado kumekuwa na changamoto kwa ambao wanacheza. Kitu ambacho alikuwa anakuofa Khalid Aucho kwa kiasi kikubwa kwamba nyinyi tulieni, mimi nina uwezo wa ku protect back four, Nzeni mimi naweza nikaamua timu icheze vipi. Kila mtu anajua kwamba Khalid Aucho ni injini. Kwa wale ambao walipata nafasi ya kuangalia mechi za kimataifa, kwa maana ya shirikisho na zile mechi ambazo alikuwa anacheza kwenye michuano ya Sekafa, tuliona namna ambavyo Gamondi alifanikiwa kuitengeneza timu ambayo unaona mchango moja kwa moja wa Khalid Aucho. Wamecheza hizi mechi, pengo la Khalid Aucho linaonekana, si ndio? And then kumekuwa na utovu wa nidhamu ambao walionyesha mchezaji, hakikuwa kitu cha bahati mbaya. Walikuwa na room ya kuzungumza hivyo vitu, vikaisha wao kama wao. Mpaka vinatoka nje, maana yake kwamba wameona hili jambo limefika pabaya. Ngoja tumchape huyo mtu na watu wajue kwamba kwa nini acheze, si ndio? Kama mmempiga miezi mitatu and then kwa sababu kuna mechi moja iko mbele yenu, mnakuja hiyo mechi ingekuwa inacheza na Pamba hiyo, hata ile tangazo tusingelisikia. Sijui unaelewa. Lakini the end of the day kilichofuata hapo, mimi najua watu leo Khalid Aucho anasema kwamba amekaa, amepitia, amefanyaje. Kumbuka na yeye baada ya kupewa lile tamko la mwanzo kwamba kusimamisha, alikuja akazungumza, unajua. Ilisikika kwamba amekuwa ni professional kwa muda mrefu. Sijui unaelewa. Ndio. Sijui unaelewa. Sasa leo anasema kwamba katafakari. Jibu lake ni kwamba watu wamemfuata, bwana mzee, kwenda sisi kukuingiza kwenye timu wakati tulishasema tunakufungia miezi mitatu ni aibu. Wewe hii ni taasisi, wewe ni mtu mmoja. Turudi sasa, wewe tuonyeshe kwamba unaomba msamaha, nenda tukaposti huko Instagram, tuone kwamba bwana msamaha wako ulikuwa unamaanisha hili jambo, turudi tuje tuipambanie timu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba huyu ni mchezaji mkubwa kuliko timu. Yaani huyu mchezaji ni mkubwa kuliko timu. Kama wangekuwa wanasimamia kile walichokuwa nakiamini kwamba mchezaji ni mtovu wa nidhamu na wamempiga hiyo mezi,
it is okay leo tusingemuona hadi Ashraf, kosa leo lifanya Halid unalijua mpaka akafungiwa? Wamesema ni utovu wa nidhamu. Ndio maana nimeuliza exactly utoro kutokwenda kazini. Unajua nikwambie kitu kimoja, hamna mchezaji mkubwa kuliko timu. Ndio. Na amewahi kuzungumza Sir Alex Ferguson kwamba pale ambapo alihisi mchezaji anataka kuwa mkubwa kuliko timu, basi alikuwa anamwacha mara moja, haijalishi ana uwezo kiasi gani, kwa sababu unataka ku maintain nidhamu. Kwa Halid Aucho, kwa bahati nzuri hana rekodi mbaya tangu mimi nimemfahamu. Kwa maana amekuepo Yanga kwa muda mrefu sana, lakini sijawahi kusikia skendo kama hizi zikiwa zinaendelea kwa upande wake. Kwa hiyo naweza nikawa na huruma kidogo kwa upande wake, kwa sababu sio hajaonesha hiyo trend ya kufanya mambo kama haya. Nadhani moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa very 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 professional. Sasa sijajua ni nini ambacho kimetokea, lakini kwa picha ya kawaida ni kwamba hakukuwa na maelewano wakati situation inatokea baina ya Aucho na Singida. Inaonekana kama viongozi wa Singida wali overreact, lakini Halid Aucho naye ni kama hakutaka kushuka, kwa sababu ukiangalia barua ya Singida baada ya kutoka ilikuwa ni barua ambayo ina makasiriko mengi sana. And then muda mchache Halid Aucho anakuja naye kupandisha statement kwamba hajawahi kuwa mtovu wa nidhamu. Kwa hiyo kuna watu wanajaribu kuchafua jina lake. Kwa hiyo ni picha ya wazi kwamba pande zote mbili hazikukubaliana na mpaka likatokea lile jambo. Sasa jana ni nini ambacho kimetokea? Ni kwamba Aucho of course ameposti, tumeona posti yake akiwa anaomba samahani, na Singida nao asubuhi wametoa barua ya kumsamehe. Means hawa watu wamekubaliana, yani wameongea lugha moja baada ya kutoelewana kwa muda mrefu mpaka zile barua zikatoka. This time ni kwamba hawa watu sasa hivi wameelewana. Inawezekana Singida wameshuka kwa Aucho au Aucho wameshuka kwa Singida. Kwamba bwana mmoja lazima awe amekubali. Yani mmoja lazima awe amekubali. Kwa picha ya nje inaonekana Aucho ndo ameshuka, lakini hatujui kiuhalisia picha ya ndani nani exactly kashuka. Inawezekana Singida wamemwambia Aucho njoo uombe samahani mambo yaishe. Au Aucho yeye mwenyewe ameomba samahani, bwana mkuu naomba nisamee na nini, maisha yaendelea. So exactly hatujui ni nani ndani kwa ndani nani amekubali kuchutama. Lakini jambo la msingi ni kwamba Aucho ni kiongozi, na kama ni kiongozi anatakiwa kuwa mfano. Kama kweli ana utovu wa nidhamu, haendi kazini, hatujui mchezaji anaweza kumkunja hata kocha au meneja, hivi vitu tumekuwa tunavisikia, I think anatakiwa kubadilika, kwa sababu legacy yake inaweza ikaharibika mwishoni. Amefanya mengi makubwa, ni mchezaji ambaye ana heshima kubwa. Tumi ni miongoni mwa hao deep midfielder ambao vijana wengi sana wanatakiwa kujifunza kutoka kwao, kwa sababu technically amebarikiwa, positioning awareness, game reading yake superb kweli kweli. Sasa kama una uwezo uwanjani and then nje ya uwanja unazingua, basi huwezi kuwa role model wa wengi. Kwa hiyo kimsingi kama kweli anazingua, basi anatakiwa kujirekebisha. Na japo hizi timu pia zina shida wakati mwingine mchezaji anaweza kufika stage akawa na huo utoro, pengine kuna vitu anadai, labda hajapata salary yake na yana bwana sasa muona msipati vitu. Inawezekana pia nakubaliana na wewe. Ni 100% nakubaliana na wewe na hiyo point ambayo umezungumza madai. Of course Singida wamekuwa na hizo vitu sana. Yani kwa mfano mtu atakwambia kwa upande wa kocha, mwingine atakwambia Chama alikuwa bado anadai. Utasikia sijui kwa Gego. Yani hivyo vitu Singida kiukweli vipo. Kwa hiyo inawezekana Aucho aligoma kwenda, lakini sasa aligoma kwa mienendo ipi? Kwa sababu kugoma na kwenyewe kuna njia zake. Yani sio unagoma tu, kuna njia zake, kuna misingi inabidi ufuate kabla ya kugoma. Kwa hiyo mimi hamwapi kwamba jambo limeisha, na natamani kuona mchezaji akiwa anarudi kiwanjani, kwa sababu Singida wanamhitaji kwenye midfield. Yes, wana hizo option. Kwa mfano game ya juzi amecheza Pipino, Morris Chuku na Mtange, si ndio? Lakini bado ana option ya Keyeke, Gego na Mosi, si ndio? Kwa hiyo wanao viungo wengi ambao mwalimu anaweza akaamka akachagua ni nani ambaye aanze. Lakini always Halid Aucho is Halid Aucho, kwa sababu ni mtu ambaye anaamua ile timu icheze vipi. Inawezekana age imemkata sasa hivi, hawezi kukimbia sana, lakini the way anavyo control tempo ya mchezo, the way ambavyo anapiga pasi za kuvunja mistari ya defense ya timu pinzani,
the more ambavyo anawa encourage wachezaji kupambana, ni vitu ambavyo Singida wanavihitaji sana 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 kuliko hata kasi yake. Hivi sioni nani ile timu nimemsahau, sijui kwa sababu Singida nao wanabadilisha kila uchwao viongozi kwenye position. Ngoja tutafute kwa sababu naona Muhibu sasa sijui cheo chake, mara alikuwa HR yaani unajua na amewahi kuwa CEO pia kila sehemu coach but tutafute tujue CEO ni nani. Kuna wakati alikuwepo yule alikuwa Namungo sijui ndo huyo ndo huyo basi Namungo ndo huyo ishampata. Ushampata Ishampata. Sawa, basi yule unazungumza hivyo kuna kitu kimenijia. Okay. Alikuwa pia Yanga pale, jina linanitoka kidogo hapa. Ngoja tutamtafuta na yeye ili tujue. Lakini sasa Jessica, kipa yeye taarifa yake haijajulikana na huyo kipa bado yuko nani Masanza amesema naye unaweza ukamsamehe. Bado lakini sasa nimeona yeye anaweza sasa hapo anatuchanganya swala la kumuhusisha mtu na upangaji wa matokeo alafu msamee tu ghafla bin vu, hiyo inakuwa ni changamoto. Kama itakuwa hivyo kweli itabidi tuulize maswali mengi sana kwamba mliona nini na sasa hivi mmeona nini, uchunguzi umefanyika saa ngapi, nani kafanya uchunguzi na majibu ni yapi. Mamdogo, jana hapa tulipiga story na Masanza jioni akasema hii taarifa huenda watu wamepokea tofauti, sio wao wanamshtumu goalkeeper Omar Kaya ndio yani, sio klabu ndio inamshutumu goalkeeper kwa upangaji wa matokeo. Kuna watu walioko nje ndio wanamshutumu goalkeeper wao na upangaji wa matokeo, sio klabu. Sasa wao wanamsimamishaje? Ndio wanapisha huo uchunguzi kuona ni kweli hicho ambacho tumeletewa kuhusu mchezaji wetu ni kweli, na wameletewa na mamlaka kama watu. Sababu haiwezekani from nowhere leo tu mtu mwingine nje aje awaambie watu crowd hapa kwamba huyu jamaa yuko hivi na hivi, alafu watu anayehujumu ofisi, alafu bila uchunguzi wa kiofisi mimi nisimamishwe. Ndio maana nasema kwa kauli ya Masanza jana, wewe unapitia kauli yake. Yes, ndio tumpate ashiki simu ashiki. Sema niambie kitu Evans, yani mimi Bongo mtu akimhisi mtu anapanga matokeo 99% naweza nikakubaliana naye. Asilimia 99 naweza nikakubaliana naye, and then 1% nikaiacha. Wanajuana. Mara nyingi huwezi kuona yani wanajuana akipo. Yani wanajuana. Na kimsingi sijajua exactly hili jambo limetokea wapi. Namtafuta Omar, kwa hiyo akipokea simu nitawakatisha. Ndio hapa. Hello? Habari za asubuhi Omar. Sawa, naomba tumie message kidogo na kana naongea hapa kwanza. Tumie message. Sawa. Umeona bwana Juma? Ndio. Hii barua ya Abasogi imetokea baada ya mechi na Namungo. Ndio. Binafsi sijajua kiini cha tatizo, lakini naweza nikahisi kwamba lile goli ambalo Singida walisawazishwa, lakini wenyewe wamesema kwamba wao hawajamtuhumu, si ndio? Ila ni watu wengine wa nje ndio ambao ndio maana na mimi nimesema hawawezi kuwa tu watu labda mfano labda wachambuzi, mashabiki, mamlaka. Ndio maana nimesemaje Jessica? Nimesema sijajua exactly kiini cha tatizo, lakini naweza kuhisi kwa sababu barua imetoka nadhani ni siku moja au siku mbili baada ya mechi na Namungo. Na nenda katazame bao ambalo Singida wamesawazishwa. Nenda, yani unajiuliza hivi Abasogi alikuwa anawaza nini? Anafanya nini? Anafanya nini? Dakika 89 ili kuelekea dakika 90. Umeona? Yani kwa level yake, kwa quality yake hakuna namna unatoa zawadi ya namna ile. Ni ngumu. Ndio maana nakwambia Bongo mtu akihisiwa na upangaji wa matokeo, ukaisikia, mimi 99% naamini kwa sababu wanajuana. Mpira wetu una vitu vingi sana ambavyo vinaendelea nje ya kiwanja. Kwa hiyo kama mtu ana skendo za upangaji wa matokeo, sitarajii timu yoyote hata Tanzania kumsajili. Yani ukiachana na Singida, yani kama Singida wanamwacha, sitarajii kuona timu yoyote Tanzania ikiwa inamsajili kwa sababu atakuwa ni mchawi mkubwa sana wa mpira wetu. Watu wanafanya kwanza hawa Nigeria wamekuwa wakihusishwa sana. Nakumbuka goalkeeper wa Fountain Gate. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.